Baada ya mtu kufa, nafsi yake inakwenda kuzimu. Biblia inasema katika Matendo 2:27, utaiacha nafsi yangu kwenda kuzimu. Zamani kabla ya Yesu kusulubiwa, kila mtu ambaye alikuwa anakufa lazima alikuwa anaenda kuzimu. Uwe unamjua Mungu, uwe au mjui Mungu, ila walikuwa wametenganishwa. Kulikuwa kuna Hadesi ya chini na Hadesi ya juu. Kwa shimo refu wale waliokuwa wanakwenda kuzimu wasiomjua Mungu, lakini sehemu hiyo ilikuwa imetenganishwa na watumishi wa Mungu juu, ambao wao walikuwa pia kuzimu. Sasa mtu anapokuwa amekufa, Biblia inasema ni hukumu. Waebrania 9:27, baada ya kifo hukumu. Maana yake unakuwa una hukumu. Maana yake unawekwa eneo la kusubiri, kuzimu. Unasubiria. Na sio kule ndipo utakapowashiwa moto, hapana. Sehemu utakayowashiwa moto ni Jehanamu. Sasa baada ya Yesu Kristo kuja, eneo likabadilishwa. Alipokuwa msalabani, yule mwizi ambaye alikuwa ameangikwa naye msalabani akamwambia, kuanzia leo utakuwa nami paradiso. Kwa hiyo eneo lilibadilika tena, hawakuwa kuzimu, ilikuwa ni paradiso, ambalo pia ilikuwa ni eneo ambalo la kusubiri. Ibrahimu yeye na Lazaro bado walikuwa kuzimu. Lakini ukitaka kujua hili, baada ya Yesu kufa, walionekana watu ambao walikuwa wamekufa miaka mingi wakiwa barabarani. Maana yake Yesu alikuwa anawahamisha. Alikwenda kufanya kazi ya kuhubiri kule chini. Waliomkubali wakaonekana wakiwa mitaani. Aliwahamisha kwenda paradiso. Kwa hiyo sasa hawakai tena kuzimu, bali paradiso, ambayo ni sehemu pia ya kusubiria. Unapokufa wewe unasubiri hukumu ya Mungu. Na kule unapokwenda, Biblia inazungumza kwamba watu waliokufa hawana maarifa. Mhubiri 9:5-10, hawana maarifa. Kule kuzimu hakuna maarifa. Biblia pia inasema hawajui lolote. Kwa hiyo ukisikia msukule, ni mtu ambaye yuko mzima, anatumikishwa, lakini sio kwamba alikufa. Kifo cha Mungu ni kimoja tu. Hao wengine wanaua, lakini bado watu wanaendelea kuishi, kuwatumia katika namna zao. Kwa hiyo kama tupo duniani kabla hujafa, kwa sababu unajua kuna siku ya kufa kama Biblia inavyosema, na unaelewa kuna umuhimu pia wa kumjua Kristo Yesu, ili uwe na uhakika na maisha yako. Mungu akubariki sana. Na kama umefurahia ujumbe wetu, nenda kwenye bio, angalia namba zetu, tupigie, tutumie message, like pia unaweza ukashare. Mungu akubariki sana.